naambia huyu Lissu na wanachama wangu na viongozi wenzangu, huyu Lissu hafai kabisa, hafai hata kuongoza mtaa, hafai hata kuongoza mtaa. Na hasa uwenyekiti, wanasema wewe hupaswi kuwa juu, unapaswa kuwa chini, uwe na mtu wa kukutuliza. Ila huyu Lissu ambaye hafai kabisa kuwa mwenyekiti, alikuwa anafaa kuwa rais. In fact, alikuwa anafaa kuwa makamu mwenyekiti. Ukiwa makamu mwenyekiti, Mungu akifanya mapenzi yake na tukasema Bwana ahimidiwe, makamu mwenyekiti ndio anakuwa mwenyekiti. Wamarekani wanapenda kusema makamu wa rais is a heartbeat away from the presidency. Makamu wa rais umbali wake na umbali wa uraisi ni mapigo ya moyo ya rais. Moyo wa rais ukizima tu, makamu ni rais. Makamu mwenyekiti wa Chadema is heartbeat away from the chairman. Moyo wa mwenyekiti ukizima kwa mapenzi ya Mungu, makamu mwenyekiti anakuwa mwenyekiti. Sasa kwa hiyo mtu anayesema hufai kabisa, kama ingekuwa katika mazingira mengine ungemuuliza, wewe kichwa chako kiko sawasawa? Kwa sababu ni mazingira ya uchaguzi, unaelewa. Kwa sababu mambo ya uchaguzi unakuja na maneno mengi sana, unakuja na makelele mengi sana. Wewe unaitwa pia kwamba ni mwanaharakati zaidi kuliko mwanasiasa. Huelewi nipe nikupe za usiasa zaidi. Kwa hivyo kuaminiwa kuongoza chama, kuwa mwenyekiti, inakuwa ngumu kidogo. Ni maneno hayo ya nini? Ya kiuchaguzi. Maneno hayo ya nini? Ya kiuchaguzi. Na watu wakisema mwanaharakati ni code word ya kwamba hufai. Mwanaharakati linatumika kama neno la disqualification. Hufai, huna sifa. Wanaharakati maarufu wa dunia hii ni kina Julius Nyerere, kina Nelson Mandela. Yeyote yule unayemfikiria katika Afrika hii ambaye aliongoza mapambano ya mabadiliko, alikuwa mwanaharakati, alikuwa mchochezi, alikuwa mhaini. Even Mandela alishtakiwa kwa uhaini, treason trial, mwaka 56 mpaka mwaka 60. Mwaka 62 mpaka 64 alipofungwa maisha, ilikuwa ni kesi ya ugaidi. Nyerere alishtakiwa kwa kesi ya uchochezi kwa sababu alikuwa ni wanaharakati wa kudai mabadiliko. Kwa hiyo yeyote anayeniita mwanaharakati zaidi, ananipa heshima, ananiweka katika jengo moja na hao niliowataja na wengine wengi. Ni jina la heshima, sio jina la fedheha. Ukiambiwa we ni mwanaharakati, sio mwanasiasa, by mwanasiasa maana yani uwe muongo, uwe mlaghai, ukipewa unachukua unaweka huku, alafu huku unajifanya ni msafi. Maana yake ni mtu ambaye ni Swahili asiyeaminika. Sasa kwa maana hiyo, I prefer waendelee kuniita mwanaharakati, wasiniite mwanasiasa huyo wanipe nikupe. Kuna mtu alikaa kwenye kiti hicho anasema nikupe, uache kunisema. Ningekuwa mwanasiasa wa aina hiyo, ningechukua mfukoni maisha yakaendelea. Nafurahia kwamba wanatambua kwamba mimi sinunuliki, na kwa heshima hiyo ni heshima ya juu kabisa.